Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kutambua uwepo wa Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na ujumbe ulioambatana nao, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulidi, Spika Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Napenda pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Dr. Philip Dori Mpango, Makamu wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mhandisi Zena Saidi, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi Zanzibar, waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu, naibu waziri mkuu mstaafu, waheshimiwa maspika wastaafu, ndugu Majula Mahendeka, Katibu Mkuu Ikulu, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo. Natambua uwepo wa ndugu Steven Wasira, Makamu Mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara, na Balozi Dr. Asheros Migiro, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi mliopo, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, pamoja na wakuu wa mikoa wote mlioko hapa, Mheshimiwa Hamza Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Jaji Sivangila Mwangesi, Kamishna wa Maadili. Pia natambua uwepo wa waheshimiwa wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote wa vyama vya siasa, viongozi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, viongozi wa dini, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, karibuni Ikulu ya Chamwino hapa Dodoma. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, baada ya kuhitimisha tukio la kumwapisha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia tumepata ujumbe hivi punde kupitia mjomba mbili, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nikukaribishe ili uweze kuzungumza na hadhara hii, lakini pia uzungumze na taifa kupitia vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vipo live kwa maana ya mubashara. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu sana. Naomba tusimame kwa heshima, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa viongozi wastaafu mliopo, Mheshimiwa Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, Makamu wa Rais wastaafu, pamoja na mawaziri wakuu wastaafu mliopo nasi hapa, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, pamoja na wastaafu wa mhimili wa Bunge, na muona Mheshimiwa Anne Makinda, lakini pia Mheshimiwa Tulia Ackson, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, pamoja na uliofuatana nao kutoka mhimili huo, waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu, tayari nilishasema, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, Makamu wa Rais na Katibu Mkuu, pamoja na mliofuatana nao, Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Tambua pia uwepo wa Engineer Zena Said,
katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, makatibu wakuu mliopo nasi hapa, waheshimiwa wenye viti na waheshimiwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mliopo nasi, Mheshimiwa Hamza Said Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, Mheshimiwa Jaji Sivangirwa Mwangesi, mkuu wa Tume ya Utumishi Tume ya Maadili ya Watumishi Tanzania, viongozi mbalimbali mliopo nasi, viongozi wa dini, ndugu zangu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu tuwezesha kukutana hapa kwa shughuli tulioikusudia. Shughuli yetu leo hapa ni kuja kumwapisha waziri mkuu mpya wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Tunakupongeza. Tupo hapa viongozi wote wa taifa hili kutoka pande zote mbili za muungano, waliopo madarakani na wastaafu, wote tumekuja kukushuhudia ukilibeba jukumu kubwa la kuwa kiongozi wa shughuli za serikali, la kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Mwigulu, uteuzi wako umepitia ushindani mkubwa, na katika vigezo kadhaa umeibuka kuwa na sifa nyingi kidogo kuliko wengine ulioshindana nao, na vigezo vyote vilivyopimwa, tumepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii, ya kulitumikia taifa hili. Kubwa zaidi ni wa kutumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Narudia, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi zako na maelekezo yote yamo kwenye katiba, lakini nimekukabidhi vitabu vinavyoeleza majukumu yako na mambo yote ambayo unatakiwa kuyaangalia. Umepokea kijiti kutoka kwa waziri mkuu mstaafu ndugu yetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye amefanya kazi nzuri kufanikisha tunayotamba nayo leo. Tukitamba na ujenzi wa mashule, tukitamba na vituo vya afya, mahospitali ya kanda ya rufaa, kila tunachotamba nacho leo, yeye alikuwa nyuma yangu kuhakikisha yanakwenda vizuri. Kwa hiyo umepokea kijiti kutoka kwa mfanyakazi mzuri ambao sina shaka utafuata miguu yake na utaongeza pale unapohisi panahitaji kuongezwa nguvu. Hivyo tunakupongeza na kukutakia kila la kheri katika utekelezaji wa majukumu yako mapya. Dr. Mwigulu, kama tulivyosema wakati wa kampeni na kama ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 inavyosema, kuna mengi tumewaahidi wananchi. Ukiangalia mambo yote na muda tulionao, muda ni mfinyo. Hivyo hatuna budi kuongeza kasi katika utendaji wetu. Wewe utakwenda kulisimamia baraza la mawaziri ambao nao wanaongoza sekta tofauti. Ni wajibu wako kuhakikisha kasi ya utekelezaji wa yale tuliyopanga inaongezwa ili tuweze kuyatimiza ndani ya muda mfupi. Lakini utekelezaji wa kazi zote hizo zinahitaji fedha, na wewe umetoka kwenye sekta ya fedha. Kwa muda wa miaka 5 umejua vichochoro vyote tulivyokuwa tukipita kutafuta fedha. Kwa hiyo utamsimamia atakayekaa kwenye nafasi yako ili naye aweze kupita kule tulikopita, fedha ipatikane na kazi ifanyike. Kwa hiyo kwa ufupi, una kazi kubwa sana. Na leo
baadaye nitakwenda kulifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao nitaeleza yale yote ambayo tunatakiwa kuyafanya ndani ya kipindi hiki cha miaka mitano. Kuna mengine uliyasema mwenyewe jana pokuwa bungeni, nilikusikiliza vizuri, na ni imani yangu kwamba hukuyasema tu, lakini una moyo wa dhati kuyasimamia yale yote. Kwa hiyo kama nilivyosema, tukutakie kazi njema. Mzigo huu si mdogo, na kwa umri wako, sijui Kassim aliingia akiwa na miaka mingapi, lakini kwa umri wako mzigo huu ni mkubwa. Kwa umri wako vishawishi ni vingi vya marafiki, ndugu, jamaa na wengine, vishawishi ni vingi. Nafasi yako ile haina rafiki, haina ndugu, haina jamaa. Ni nafasi ya kulitumikia taifa hili. Kwa hiyo nikutakie kila la heri katika utumishi wako, na mengine tutaelezana kwenye vikao vyetu vya ndani pamoja na baraza la mawaziri. Nikutakie kila la heri, na walioko hapa wote wamekuja kukushuhudia tukikubebesha mzigo huo, na umetuthibitishia jana kwamba unauweza na utakwenda kufanya kazi. Nakutakia kila la heri. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, naomba tukae. Kinachofuata sasa, kwa heshima na taadhima, naomba uridhie